السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله شيخ، وكيف أنت؟ ولله الحمد. نحن بخير. ولا شيء. شكرا. Na mheshimiwa wapendwa, wapenzi wa Allah tabaraka wa taala, wapenzi wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wapenzi wa Qur'ani na hadithi na sunna, wapenzi wa ilmu na hikma, wapenzi wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الواحد القهار، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Kila sifa kamilifu zinamstahiki ni zake Allah peke yake, ambaye mwenye nguvu za kushinda nguvu zote, na rehma na amani zimwendee kiongozi wetu, mpenzi wetu, aliyetumwa kuwa rahma kwa viumbe vyote, mjumbe wa Allah Muhammadin, na kwa familia yake takatifu na masahaba wake wema na wote wanaojitahidi kumwigiza kwa mwendo mwema hadi siku ya Kiyama. Tunamwomba Allah jalla jalaluhu atujalie na sisi tuwe katika wafuasi wake wema. Allahumma amin ya Rabb. Leo naam, kabla ya kuingia katika hadithi ya mwisho wa mlango wetu, kuna pointi moja muhimu sana nimependa kuirudilia, kwa sababu pointi hiyo imenitoka jana. Kwa hiyo ninahitaji kuiweka vizuri kuhusu hadithi ile ambayo Mtume sala sallama alituma msafara wa baadhi ya masahaba, akiwa amiri wa msafara ule au wa kundi lile la wanajeshi, Usama bnu Zaid radhiallahu anhuma, Allah waridhie yeye na baba yake. Hapa kwenye kitabu nimerudi kuangalia, nikakuta kuna tamko ambalo ni jina la tumbo. Tumbo likiitwa tumbo, manake kabila ina matumbo mengi. Kabila moja, kabila ya Juhaina, katika matumbo ya Juhaina, kama tunavyosema wana wa Israeli, ni matumbo kumi na mawili au 12. Yaani mtoto mmoja alipozaa na mwingine akazaa na wengine wakazaa, wakafanya mji na watu wakawa wengi kutokana na mtu mmoja. Kwa upande fulani kaitwa kabila,
na upande mwingine likaitwa tumbo. Sasa ikawa nimezungumza hurqa wakati sio khurqa, ni hurqa. Maanake vitabu vinatusumbua kwa sababu vimeandikwa na mashine. Kwa hiyo hurqa, alhurqa ni batnun, kama kabila au tumbo, familia ya mtu fulani, lakini wengi wanapatikana katika kabila kuu lililo na wengi linaitwa Juhaina. Alqabilatu almaarufa hii Juhaina. Sasa upande wa pili, hadithi hii inatuonyesha kwamba Mtume SAW alimchagua kijana Usama katika kuwazoeza vijana pia kiada au uongozi, kwa sababu wazee wakianza kuzeheka au hata bila uzeni, shule asili yake ni mahala, madrasa ni mahala pana mambo mengi ndani yake, lakini kubwa ni kumjenga, ikiwa ni mwalimu mpya au mtaalamu mpya. Sifa zote zile zinahusiana na ilmu, na baada ya ilmu huyu mtu akishasomea mambo ya utabibu atakuwa tabibu, akisomea mambo ya ukulima atakuwa mkulima na kadhalika. Na Rasul sallallahu alikuwa ni mwalimu mkuu ambaye alikuwa na wazee katika jamii yake, alikuwa na vijana na watoto. Katika wazee ni Zaid ibn Haritha radhiallahu anhu, naye alikuwa amezaa mtoto Usama. Na Rasul sallallahu alikuwa anapenda sana vijana, anawapenda na anawaambia kabisa, ewe fulani nakupenda, Muadhi nakupenda, Usama huyu ndio alikuwa mpenzi wake katika wapenzi na kadhalika, wote alikuwa anawapenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapa mwalimu lazima awe mpenzi wa vijana wa wanafunzi wake, sio kusomesha kama kutupia maji kwenye mgongo wa bata. Hili la kumjalia kijana kumfanya hivyo mpaka alipokufa, alikuwa alimwachia jeshi lingine, basi linaonyesha kwamba vijana wawe tayari na wao kusoma, wasitake kuwa wataalamu bila kusoma, sio vizuri. Na vile vile vijana waheshimu uongozi unapowapatia majukumu au yeyote yule, kwa sababu uongozi huo unakuwa una haki ya kupendwa na kuheshimiwa na kutiiwa. Kwa hiyo vijana hawakumkatalia Mtume SAW, ya Rasulullah, kule mbali bana kuna wauaji, kuna nini. Hapana, hakuna mtu hata mmoja katika vijana au watu wakubwa waliothubutu kumkatalia Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kwamba amemtuma mahala akakataa. Hiyo kiada, uongozi wa jeshi hilo dogo Saria, ni Usama, alikuwa ni kiongozi, alikuwa anaitwa Usama ibn Zaid radhiallahu anhu. Mwaka gani Ar-Rasul sallallahu alichagua huyu kijana kuwa kiongozi wa kundi la vijana wenzake, la masahaba wenzake? Na kwa nini? Haikuwa Ar-Rasul sallallahu mwenyewe ameshiriki, na wala havikuwa vita vikubwa kama vinavyojulikana vingine, Badri na Uhud, Ahzab na kadhalika. Hapa ilikuwa ni mwaka wa 8 baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa pale Madina, kuhamia Madina. Kulikuwa nini hapa kwenye uwanja wa kabila la Juhaina, au kwenye ardhi hii ya kabila hili la Juhaina?
kulikuwa wahuni. Hao wahuni walikuwa kazi yao ni kuwinda Waislamu wakipita pembeni ya kijiji chao, ya kimji chao, ya kinafasi chao, basi wanamua. Na wakati huo kunakuwa hakuna vita baina ya Waislamu na wale watu, vita vikubwa ambavyo vinakuwa vimetangazwa rasmi, kama vile kwa baina ya watu wa Madina, watu wa wale Mayahudi au watu wengine. Kulikuwa tabia za ujanja ujanja, na hizo tabia mnaziona na mnazisikia katika nchi mbalimbali. Yani ni isabati, yani vijana watatu wane watano wanaweza wakatinga mtaa fulani, wakatinga barabara fulani, njia fulani, wakawa wanawatesa watu, wanawaudhi watu. Sasa hawa, wakati kulikuwa hakuna vita, kulikuwa kama vile hali za da'wa, kusubiria fathu Makka, ufunguzi wa kuifungua Makka. Kulikuwa kumeshakuwa mapatano kule Makka kwenye Hudaybiyah, kule chini ya ule mti wa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio habari na kisa cha hii hadithi. Kwa hiyo wale watu ikabidi lazima wawekwe kwenye mstari, watiwe adabu. Ndio sababu ya hadithi hii au vita hivi kwenda kuwakataza wale watu wasiendelei kuwaudhi Waislamu, na hao walikuwa wanaitwa almutarabbisun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Walikuwa wanaitwa almutarabbisun. Mutarabbisun ndio hao watu wanafichama, wanavamia hivyo, kwa kuwa wanajua wenyewe hawana nguvu za kupambana ana kwa ana. Na hayo utayakuta katika aya nyingi za Qur'ani zimewataja. Humul muntadhiruna bifaraghi sabri wasukunu au wasukuni alhali. Kazi yao ilikuwa ni watu wakiona hakuna vita, basi wao wanaleta fujo. Na Allah alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hao watu hebu waangalie, washughulikie, wakiwa hawakufanya fujo, kul au billahi minash tarabbasu, waambie nyinyi mnafanya ujanja wa kuleta fujo wakati hakuna vita, basi jueni kwamba fa inni ma'akum minal mutarabbisin, na mimi nachungana na nyinyi katika wanao kutafutieni fimbo. Sababu ni ujanja, ni uhuni. Kwa hiyo hapa ndio hizi habari fupi nilipenda kurudilia kwenye hadithi hii, tufahamu maana neno alhurqa sio alkhurqa, na nini maana yake kuhusu fujo na zile ambazo zilikuwa zinatokea. Basi tunakwenda kwenye hadithi yetu 394. Hadithi hii ya mwisho wa mlango wetu mtukufu na bustani yetu nzuri imetuonyesha umuhimu wa la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, na kwamba akisema mtu hivyo umuheshimu, mpe haki yake, kubaliana. Hata kama hupendi, basi penda, kwa sababu ni amri ya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kuto kuingia katika kufikiria na kupekua vifua vya watu na nyoyo za watu na yale yaliyofichama. Hapa tuna hadithi ambayo inatuzidishia hayo. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kuna Amiri al-Mu'minin naye anahusika na kuifahamu na kuifahamisha umma hii kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umepasua kifua chake wewe ukaona kwamba ametoa shahada kwa uongo. Na hii tumezungumza jana kwamba ni moja katika ilmu, mafundisho mazito kwa Muislamu, hata wanadamu wote wakitaka. Lakini hapa
fundishana sisi kama Waislamu kwamba usithubutu kumdhania mtu yale hakusema wala hakutenda. Mwachie Allah, ndiye anajua vifua siri zote zilizofichama katika nyoyo za waja. Wa ana Abdillahi ibn Utbata ibn Mas'ud قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. Abdullahi ibn Utba rahimahullahu ta'ala alikuwa katika matabiin. Watu hawakumuona Mtume sallama wala hawakumsikia wala hawakumfuata. So uswahaba, kuwa mtu anaitwa sahaba wa Mtume sallam, kuna masharti. Sio aliyeritadi hata kama alikuwa alisilimu wakati wa maisha na uhai wa Mtume Muhammad sallam, akiritadi uswahaba unamtoka. Kwa hiyo wako wengi waliritadi wakati ule wa fujo baada ya Mtume sallam kufa, kadhalika na nini, fujo zilikuwa nyingi. Sasa sharti ya kwanza, mwenye kalamu na karatasi yaandike, ni kwamba aliyemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsikia kisha akamwamini, akamfuata, kisha akafa hivyo katika ule Uislamu wake na ule usahaba wake. Wale waliokuja karne ya kufuata baada ya Mtume sasa kuondoka au baada ya yeye kurudi akhera, wakaitwa wafuasi wa masahaba. Ndio maana ya tabi'in. Huyu Abdullahi ibn Utba ni mtoto wa kaka yake na Abdullahi ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. So wote huyu Utba ndiye ndugu wa Abdullahi ibn Mas'ud. Huyo ni mwipwa wa Abdullahi ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kwa hiyo yeye alikuwa ni alimu mashaallah, kama ilivyokuwa ni baraka katika masahaba. Alikuwa na watoto wanaendeleza sera za wazazi wao. Yeye anasema sami'tu Umara ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, nilimsikia khalifa wa pili, kwa cheo kingine au jina la cheo kingine akaitwa Amirul Mu'minina. Kwa nini Amirul Mu'minina? Masahaba waliona lazima wajitahidi kutofautisha baina ya Abu Bakr
na nani? Na Umar. Wakasema wote katika hadithi ni makhalifa. Hiyo ni kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa kuwa hawakufuatia baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa viongozi, akaja Abu Bakar radhiallahu anhu, alipata heshima na taadhima kama hii. Yule ndiye akaitwa khalifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yani Abu Bakar Siddiq. Haya tunazungumza ziada kidogo kusudi wakati mwingine tuchangamke, tusibaki tu katika hadithi baadaye watu watahisi kama wamechoka. Tunachangamsha bustani na baraza yetu. Akasema Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu, nilimsikia anasema, inna nasa, hakika watu, yani masahaba, kanu yukhadhuna bilwahyi fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Yukhadhu ni tamko linakuja katika kuonyesha kwamba walikuwa wakilaumiwa au wakihukumiwa bilwahyi, kutokana na Jibril kushuka au wahyi kwa njia zozote zile, ilmuradi kitendo kile au kauli ile iliyosemwa na watu fulani inapingwa na Allah. Allah analeta wahyi wa kuja kuiweka sawa, kama ni adhabu watu fulani waadhibiwe, kama ni kusamehewa, au mambo yote yanahusu maisha ya Muislamu. Kwa hiyo yukhadhuna, walikuwa wakihukumiwa bilwahyi fi ahdi, katika kipindi au zama au awamu ya nani? Ya mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wa inna alwahya qad inqata. Sasa nyote mnajua kwamba mimi ni kiongozi wenu, lakini sina wahyi unaonishukia. Wahyi umekwisha katika, hakuna Jibrili tena kushuka alayhi salam. Wa innama na'khudhukum al'ana bima dhahara lana min a'malikum. Sasa tutakuchukulieni msimamo, kwa sababu tamko akhadha sio tu kuchukua, unapewa kitu akhadha ya akhudhu, la, bali mna maana ndani yake ya kuwachukulia watu msimamo. Hivi sasa tutawachukulieni msimamo kama viongozi, bima dhahara lana min a'malikum, kwa yale yatakayotuwea wazi miongoni mwa matendo yenu. Na hapa tendo sio tu tendo linalotendwa na mkono au mguu, bali hata kauli za watu ni matendo ya ulimi. Hakusema min aqwalikum, kwa kauli zenu, bali a'mal ni kitendo kinachukua vitendo vyote. Hata ile unasikia wailu likuli humazati lumaza, sio kauli, ni matendo ya uso, macho, midomo, kumbebetua mtu, waweza kumdharau mtu kwa kupitia uso wako, waweza kuashiria kwa macho yako kwamba huyo mtu hafai, hata hamna maana, au kwa midomo yako, au kwa sura yote kamili. Kwa hiyo yeyote atakayefanya makosa yaliyo wazi, tutamchukulia msimamo kwa uwazi wa yale makosa yake. Faman adhhara lana khairan, atakayetudhihirishia, tubainishia, kuishi na sisi katika uwazi wa matendo yake na maneno yake kheri,
ammannahu, tutamtimizia na yeye amani, atakuwa katika amani kabisa na salama. Pili, waqarrabnahu, tutamweka karibu yetu, atakuwa rafiki yetu, ndugu yetu, mpenzi wetu. Walaysa lana min sariratihi shay'un, hatutohusika na amekusudia nini, undani wa moyoni mwake mlikuwa nini. Hapana, hayo hayatuhusu wala hayatuhusu. Na hapa viongozi wote wanafaa kuwa na picha kama hii, kwa sababu kuna watu tu wanadhania dhania alafu wanaleta fujo katika jamii, dhana. Na ndio maana dhana iko na picha mbili. Picha ya kwanza yaweza kuwa ni dhana ya ukweli au dhana ya uongo. Kwa hiyo ikiwa kama ni uongo, unakuwa mtu yule anayefanya dhana, anayetumia dhana, amepata dhambi ya kuleta uongo katika maisha ya watu. Fujo zinaanza. Allah alisema, billahi rajim, ya ayuha alladhina amanu jitanibu kathiran min adh-dhanni, enyi waumini mujitenge sana na dhana nyingi. Sasa kuna watu wameishi katika dhana, hawana haki tena, hadi wakaona hii aya haitukatazi kudhani, kwa sababu inna ba'da dhanni ithmu, kuna baadhi ya dhana ni dhambi. Kwa mantiki nyingine, kuna baadhi ya dhana si dhambi. Walipoonekana hawakuogopa kudhani, basi kukaja nyingine, inna dhana la yughni min alhaqi shay'a, dhana haina haki ndani yake. Achaneni na kitendo cha kudhania, dhana haina haki ndani yake. Anaendelea kusema radhiallahu anhu, waman adhhara lana su'a, na atakayetuwekea wazi wa ubaya wake ukaonekana bila ubishi au ukasikika bila ubishi, lam na'manhu, hatutomumpa amani, yani tutamfuatilia, kwa sababu ataleta fujo katika jamii. Walam nusaddiquhu, hatutomkubalia kauli zake wala nini. Wa in qala, hata kidai kwa kusema, inna sarirati hasanatun, hakika siri yangu au moyoni na nia njema, siri yangu nzuri. Hiyo siri hatuijui sisi tunakuchukulia tu kwa yale unayoyasema na yale unayoyatenda wazi. Rawahu al-Bukhari. Allah mrehemu Imamu al-Bukhari aliyetusahihishia kauli hii ikawa ni sahihi. Kwa hiyo hii sio kusema ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni hadithi katika lugha na tuseme tamko. Ukielezea wewe ni hadithi zako, ni habari zako, hizi ni habari, ni mfumo ambao huwezi kupeleka moja kwa moja kama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa kuwa huyu Umar radhiallahu anhu na hao wengine, hao kina Utba ibn Mas'ud na wengine, ni watu wa heshima. Kila mtu mwenye kuheshimiwa anayechukuliwa habari zake na matendo yake kama mfano kwa watu wengine, lazima tukinukuu habari zake tuwe na tabia za kutafutia uhakika zile habari, sawa, kwa kukataza
kila mwenye kutaka kuchomekea, kuingiza maneno yake katika dini au katika haki, japo ni batili, tumkatalie, kwa sababu tunafuatilia. Uislamu wetu ni dini ya kufuatilia habari za mtu au kuhakikisha. Kwa Imamu al-Bukhari amehusika pia na kusahihisha habari hii, kwa kuwa ni dini. Huyu khalifa, huyu amiri al-mu'minin radhiyallahu anhu, habari zake zinafuatwa, makatazo yake yanatiiwa, kwa sababu ni kiongozi. Naam, tunakwenda kwenye mlango wa 50, bustani mpya. Karibuni waheshimiwa wapendwa. Kabla ya kuingia katika mlango mpya, je, mlango huu uliopita tu umeufahamu kiasi cha kutosha? Sekunde moja tu niambieni naam. Naam, ahlan wa sahlan. Babu al-khawfi, mlango wa uoga. Na khaufu, uoga, ni hali ya nafsi inayomtokea mwanadamu, hata kiumbe yeyote yule. Na hali hiyo inatokea katika hali mbili. Uoga wa kawaida, mwanadamu anaweza kusikia habari akaogopa, au akaona mambo yakamtisha akashtuka akaogopa. Hizo ni hali zilizopo, na kuna hali ambazo hazipo, zikatabiriwa kwamba zitatokea. Huenda zikatokea au zisitokee, lakini utabiri ni juhudi za baadhi ya watu. Lakini ikiwa ni mtume katika mitume, nabii katika manabii akitabiri, huyu mtu ni mtu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utabiri wake sio masahara, sio upuuzi. Kwa hiyo tukijua kwamba kutatokea kama yale aliyosema Allah jalla jalaluhu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakiwa ni mabaya ya kutisha, basi na sisi tunaogopa, tusipatwi na matatizo yale. Lakini kuna habari zingine hazipingiki, lazima zitatokea. Habari za adhabu za kaburini, habari za adhabu za moto wa jahannamu, na mambo mengine yalitajwa na Allah jalla jalaluhu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo tunafaa kufahamu kwamba uoga wa namna hii ni uoga natural, manake uoga naturel, uoga wa kiasili ya mwanadamu. Hapa mwanadamu hana dhambi katika uoga kama huu. Ama uoga mbaya ni uoga unafatana na ibada. Uoga kuogopa mtu kwamba anaweza kukudhuru kwa namna yote ile, au shetani, au makaburi yanadhuru, au sijui vitu gani. Sasa lazima mimi nikaviabudu, nikavitii kusudi visinidhuru. Huu ni uoga wa kiibada, na huu uoga ni haramu. Kwa sababu shetani huwa anawatia watu wake uoga, ogopeni mimi sijui nini, na watu wake hivyo hivyo, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, msivyogopi vivyo viumbe vingine vyote, niogopeni mimi. Na hapa kauli ya kwanza, au billahi minash rajim, Allah anasema wa iyaya farhabun, na mimi muniogope.
kipande hiki hakiwezi kutufahamisha nini makusudio ya Allah, anamwambia nani hawa wanaoambiwa. Ndio maana tunafaa kidogo kuchukua, turudi nyuma huku tupate kuona kwamba hii aya inawahusu watu gani, ijapokuwa kila atakaye isoma basi naye anahubiriwa, anapewa tahadharisho, anatahadharishwa. Bani Israeli, wana wa Israeli ni watoto wa mzee Yaqubu alayhi salatu wasalamu, katika wajukuu, hasa mjukuu wa kwanza wa Mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam kutoka kwa Ishaqa. Amezaa watoto 12 na wote wakazaa wakaenea ulimwengu na kadhalika. Hao watu walipata neema nyingi, lakini ule wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama kawaida, wakawa wabishi sana, wabishi kabisa, na ambapo wamepewa neema nyingi. Kwa hiyo ndio maana unakuta Allah subhanahu wa ta'ala katika surah al-Baqara aya 40, ni kisa nasikia Baqara yenyewe jina la sura ni ng'ombe, kutokana na hao wana wa Israeli. Allah anasema ubinatu rajim, ya bani Israila dhkuru ni'matiya allati an'amtu alaykum, enyi wana wa Israeli, kumbukeni neema zangu nilizokuneemesha, waneemesheni nyinyi mkaneemeka kwazo. Sasa neema ni nyingi sana, hatuwezi kuzitaja hapa tukazimaliza. Neema ni nyingi. Waliteremshwa meza imejaa vyakula, almanna wasalwa, wakaonyeshwa haya na mitume. Kila mtume katika Bani Israeli alikuwa na miujiza, na tena walipewa vitabu vingi, na Taurati ni wana Israeli, Zaburi wana Israeli, Injili wana Israeli, mitume na wafalme, neema nyingi. Sasa kwa kuwa Ibrahimu alayhi salam ndio babu yao, na mpenzi wa mpenzi ni mpenzi, yani Ibrahimu alimpenda Ishaqa mwanae alayhi salam, na Ishaqa akazaa watoto, akazaa Yakubu, na hivyo Allah akajichagulia mwenyewe katika matumbo haya wana wa Israeli. Wale alitaka wawe mitume na manabii, sio wote, kwa sababu kule alikataa. Ibrahim alimuomba, ya Rabbi, wa min dhurriyyati wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin, la yanalu ahdi adh-dhalimin, ahadi yangu mimi haiwapati watu madhalim. Katika wana hao wamo wacha Mungu na walikuwa wacha Mungu na mpaka na wapo wengine, lakini ukaidi wao ni hatari. Sasa ya bani Israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu, ndio inakuja sasa, timizeni biahdi, ahadi zangu toka babu zenu. Mimi ni Allah peke yangu, sitaki ushirikina. Kwa nini mnapenda kunishirikisha? Mimi nilichukua ahadi kwa babu zenu. Wawassa biha Ibrahimu banihi, na nani tena? Wa Yaqubu. Babu Ibrahim alayhi salam alihusia kina Ismaili na Ishaqa, na akawaomba wawe wacha Mungu, na kisha na Yaqubu akawaitia wanangu nyinyi, ma taabuduna min ba'di, mtaabudu nani au nini vipi baada yangu mimi kufa? Qalu na'budu ilaka wa ilaha abaana kadhalika, tutaabudu mola wa baba zako na babu zako na kadhalika. Wakamtajia yote hayo. Hizo zote ni ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wa aufu biahdi, aufu biahdi, timizeni ahadi zangu nitakutimizieni na mimi. Ufi biahdikum, nitakupeni neema nyingi na kadhalika hadi peponi. Lakini atakayepinga, wa iyaya farhabuni, na mimi nifanyeni
tumieni uoga wenu kuniogopa nikikwambieni mimi Allah, muogope makatazo yangu, kwa sababu mkiatenda nitawaadhibu. Muniogope kwa hilo. Wa iyaya farhabun, uoga msiupeleke. Huu ni uoga wa ibada sasa, sio ule kuogopa hivi au kuogopa kifo, kuogopa maradhi. Hapa farhabuni, ogopeni, kwa kuwa rahbu ni uoga mzito. Uoga mzito, sababu adhabu ni nzito, ni kali. Hii ndio mahalu shahidi, huu ndio upande unaohitajika hapa, wa iyaya farhabuna. Ndio maana imamu wetu alayhi ridwanullahi akatupatia hiki kipande. Aya ya pili inasemaje? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna batsha rabbika la shadid. Lazima tumogope Allah jalla jalalu, yale aliyotukataza tuyaache na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watu watakapokuwa na ubishi na ukaidi, basi wajue kwamba batasha yabtishu, yani sio kushika tu kwa urahisi, ni kushika kwa kumkamua mtu. Mimi nikikukamua wewe mja wangu, bwana wako mimi, mola wako mimi, nikimkamua mja wangu kwa ubishi wake na ukaidi, basi ni adhabu kali. Aya 3, waqala ta'ala wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdhahu alimun shadid. inna fi dhalika la ayatan liman khafa adhab al-akhirati dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud wama nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. Aya ndefu na tutaikatakata vipande vipande kwa sababu hatuwezi kuingia ndani. Ni aya ina mambo mengi ndani yake. Allah anasema wakadhalika, wao ala hasabi, inatuletea mambo kwa sasa hivi, lakini inayaunganisha na yale yaliyokuwa kabla yake. Au wao inaweza ikawa ni mwanzo wa habari, ila haiji hivi hivi, inazungumza kwamba kadhalika, hivyo hivyo, au vile vile. Akhdhu rabbika, akhdhu ni jina linatokana na kitendo cha kuadhibu. Akhadha, akhadha wakati mwingine ni adhabu, au akhadha ni kuchukua kitu na kitoa mahala na kuweka mahala pengine, au mtu amekupa zawadi unaipokea kwa mkono wako. Lakini ukiwa utapewa maamrisho ukayachukua, wanasema umechukua, au ukiyakwepa umeyaacha, hata kama ni mambo yasiyoshikika. Bas wakadhalika akhdhu rabbik, hivyo hivyo bwana wako mola wako akiadhibu. Inna akhdhahu idha akhadha alqura, anapoadhibu vijiji. Kama tunavyojua vijiji vilivyotenda matendo maovu viliangamizwa bila. Kuna walioangamizwa kwa bahari kama kina Firauni kabla yao, kuna walioangamizwa kwa zilzala, upepo mkali wakati wa Mtume Lutu huko mbali huko, kuna walioadhibiwa katika kugeuza ardhi, adhabu nyingi sana. Lakini Allah anasema tu kwamba akiadhibu ni kwamba amefikia kwenye kuona kwamba hawa waja wangu hawa wameniasi sana, wamefanya matendo mengi machafu, na wala hawataki kuacha, pamoja na kuwatumia mitume wangu na manabii.
wa hiya dhalima, kuacha maamrisho ya Allah jalla jalalu na kutenda maovu ni dhulma ya mtu au dhulma watu wanajifanyia. Kwa hiyo Allah analeta habari, anasema inna akhdhahu, hakika adhabu yake anapomchukulia mja au kijiji au mji au ulimwengu anaotaka kuuangamiza, alimun shadidun, ni adhabu iliyokuwa kali tena yenye nguvu. Inna fi dhalika, yote hayo, la ayatan liman khafa adhab al-akhirati, yote hayo ni mafundisho, maelekezo, dalili kwa wale wanaokhafa, babul khawf, wanaoogopa adhab al-akhirati, adhabu ya siku ya mwisho, يوم القيامة, hiyo siku ya kisimamo, يوم الحساب, siku ya kuhesabiwa, siku ya mwisho, hakuna siku nyingine baada yake. Dhalika, na yote hayo ni nini? Siku hii adhab, siku ya al-akhira hii, dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas, ni siku watu watakusanywa kwa ajili ya siku hiyo, uwanja mmoja, watu wote. Wadhalika yawmun mashhud, na ni siku ambayo ushahidi wa aina zote utapatikana, hakuna litakalo fichama kwa Allah jalla jalalu, na watu watakuwa pale watashahidilia ushahidi mwingi wa aina mbalimbali unaotokana huku na kule kwa watu hawa na wale. Sasa siku hii itakuja lini ya Allah tabaraka wa taala? Wama nuakhiruhu illa liajalin ma'dud, siku hiyo hatuicheleweshi kufika. Watu wakaona kwamba haitofika. Kuna watu wengine wanadai hivyo, bana, hakuna siku ya kiyama bana, sisi tunaishi tu mara moja tunakufa, mambo kisha. La, hatuicheleweshi ila kwa ajili yeye, siku yenyewe inayo ajali yake, ni siku na saa na dakika zinahesabika. Siku hiyo yaumu yati, itakapofika, la takallamu nafsun illa biidhni, hakuna nafsi itakayosema, itakayozungumza ila kwa idhni ya Allah, kwa ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa watu watakaokuwa pale watakuwa makundi mawili, faminhum shaqiyun wa sa'idun. Kundi la kwanza ni shaqi, watu waovu, wamejipa kabisa maisha ya dunia kama ni yao, wakatenda maovu tu, wakashtuka wamekufa. Kwa hiyo hawa wameshajiandalia adhabu. Wasaidun, na wamo wengine katika watu watakaokuwa mabilioni ya watu uwanjani kwenye uwanja wa hisabu, kuna waliojitahidi kumwogopa Allah, al-khawfu, wakawa na uoga na rahaba, wakaogopa adhabu za Allah, siziwezi mimi, sizistahimili, ikiwa za ulimwenguni zinanishinda kustahimili, za jahanamu nitaziweza. Yani mtu akakaa yeye na nafsi yake, nisamehe yote, sitaki tena kukuudhi ya Rabb, sitaki kukufanyia maovu, kukutendea makosa ambayo uliotukataza. Huyu ndiye atakuwa Said, sio Saidi jina. Watu wanaita watoto wao Saidi, pengine hawajui hata maana yake, lakini maana ni kumwombea dua mwanao awe katika watu wazuri watakaomtii Allah jalla jalaluhu na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadi kufa kwao. Hawa ndio wamenusurika, na hawa ndio watakaopendeza, watakaopata raha, suada, ahlu saadati, watu watakao neemeka, watu wa neema hapa ulimwenguni. Wanaonekana tu yule jamaa na enjoy yule, au wale watu wana enjoy, ma princess
na maprinsi na mapresidenti na watoto wao na nini. Pesa zao za nchi ni zao, wanakwenda wanavyotaka, wanakotaka, matumizi wanaotaka na kadhalika. Mnaona ulimwengu mzima ndivyo ilivyo. Sasa hao wakiwa wataneemeka hapa ardhini, wakaenda vibaya, kwa sababu neema za ardhini hapa sana mara nyingi sana zinasukumia kwenye maovu. Watafika kule wao ni ashkia, watu waovu wabaya. Ama suadau ndo saidi. Wewe kuna mtu atakuja ni shaqi, mwingine anakuja ni said, mko kwenye uwanja mmoja. Vitabu hapo ndivyo vitakavyo chakachuliwa na kuzungumziwa. Yauma tubla sarair, siku hakuna siri, siri zote zitawekwa bayana. Watu watasikia aina fulani mbalimbali za ushahidi. Sasa faama alladhina shaqu, wale ambao watakuja yauma alqiyamati ni waovu, fa fi nnari lahum fiha zafirun wa shahiq, wataingia ndani ya moto wa jahannam. Mle ndani pumzi ni mbaya, hakuna kuvuta. Zafir na shahiq ni katika hali mtu mnamwona akiwa amekimbia, mfano vile anavyopumua, anatoa pumzi, anaingiza, anatoa zile, basi anaingiza moto wa jahannam, anatoa moto wa jahannam katika mwili wake. Allah tunusuru na watu kama hawa wasiomwogopa Allah, wanaishi ni kama utadhani hawa watakutana na nguvu na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Basi kipande cha aya kingine kinasemaje? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa yuhadhdhirukum Allahu nafsah, Allah anakutahadharisheni. Allah anakutahadharisheni na yeye mwenyewe. Maana yake kumwogopa yeye mwenyewe Allah ni muhimu jamani. Allah anatahadharisha. Usisubiri mpaka yauma alqiyama alafu baadaye utasema Allah mkali. Allah si mkali, Allah ni ghafurur rahim. Lakini ghafurur rahim kwa yule atakaye jua hivyo na akatenda matendo mazuri yatakayomsaidia kuipata ile rahma au kupata ule msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Ndio maana Allah anatahadharisha jamani, mimi ni mkali. Watu sasa kama ni Allah ghafurur rahim tu, Allah hapa kuna shadidu al-iqab. Na rabbaka la bil mirsad, nani mola wako mwenye kufuatilia waja wake, mwenye kwenda vizuri khairi, mwenye kwenda vibaya kiboko adhabu. Waqala ta'ala, na Allah akasema tena katika sura hapa, aya ya pili imetokana na surati Hudi, aya 102 mpaka 106. Aya hii ya tatu inatokana na surati Al-Imran, aya ya 28. Aya hii ya tatu inatokana na surati Abasa, aya 34 hadi 37. Allah anasema وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Kwa hiyo siku hiyo inasifiwa kwa ukali wake kwamba lazima iogopwe. Kwa nini? Kwa sababu ni siku yauma yafiru almar'u min akhihi, siku mtu atakimbia ndugu yake. Akhihi kwanza kaka yake, kisha atamkimbia nani? Wa ummihi wa abihi, baba na mama na baba. Tatu, wa sahibatihi wa banihi, na mke wake atamkimbia na watoto zake atawakimbia. Kwa nini? Ya Rabbi, likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi, kila mmoja atakuwa yuko na matatizo yake na faili lake. Kitabu hakiachi dogo wala kubwa, ila kitabu kimeandika. Hakuna kufichama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Jicho lake la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, Allah halali wala haghafiliki wala hasahau. Ni kujitahidi. Ndio maana Uislamu wetu mashallah unatutayarisha kwa kuwa kila anayezaliwa yuko katika barabara inampeleka akhera. Kila anayezaliwa hapo
anaingia kwenye barabara inampeleka akhera, na kufika akhera ni kupitia kifo. Kwa hiyo kila mtu anakuwa iko tayari kufa dakika yoyote ile, dakika yoyote, popote pa, kwa namna zozote zile. Mimba zinaanguka, vitoto vichanga vinakufa na kadhalika. Sasa mtu, la ilaha illallah, mwanadamu kusema apate mawaidha ni kazi kubwa sana, ila aliyerehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wale tunadhani kwamba ndio wapenzi wetu, siku ya kiyama tutawakimbia na wao watatukimbia, ni kukimbiana. Wale watakaojaliwa hapa ulimwenguni kuishi vizuri, baba na watoto na wake wa mama na wabibi wa shangazi na nini, wa ndugu kaka, wote watakutania peponi biidhnillahi, kwa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini siku ya hisabu ni siku ya kukimbiana. Hakuna mtu anajua nani atanusurika na jahannam au nani ataingia peponi. Kwa ndio uoga huu, hofu, na mtu atakuwa na uoga huu utamsaidia kuepuka nini? Yale yatakayomkasirikisha Allah tabaraka wa taala. Allah anasema pia katika surati al-Hajj aya ya kwanza na ya pili, ikiwa muda unatosha dakika 3, hebu tuisome aya. Ya ayuha an-nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-saa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Aya ndefu lakini inatisha, inatisha. Allah anasema, enyi watu, ya ayuha nasu ittaqu rabbakum, muogopeni, mcheni Allah mola wenu, bwana wenu, mwendesha maisha yenu, rabbukum. Kwa hiyo inna zalzalata saati shay'un adhim, zilzala ni hali inatia uoga. Tusisubiri siku ya kiyama, hebu tuangalie zilzala za hapa ardhini za sekunde zinamwaga nchi nzima chini. Mji mzima unamwagika, umesambuka, umepasuka, umebomoka. Watu hawaelewani hapa ardhini. Zilzala ikipita tu, jamani, yule mtoto yuko wapi? Nini? Wanaruka wengine majumba, wengine wanakimbia nini. Hii ndio tabia ya mwanadamu, kuogopa, na ni vizuri tunauoga. Ittaqu rabbakum inna zalzalata. Allah analeta kitendo cha zilzala kwa kuwa kinatisha, basi kilete uoga katika nyoyo zetu. Ikiwa zilzala za hapa zinatutisha kwa sekunde, je, zilzala hiyo hatujui itachukua muda wa kiasi gani? Hatujui itakuwa ina hali gani? Sio tu muda, bali hata hali yenyewe. Watu wanahangaika. Ndio Allah anasema hicho ni kitu kikubwa sana. Inna zalzalata saati shay'un adhim, kubwa sana, habari kubwa sana. Akawaambia picha, aambia wanadamu, enyi watu, yauma tarawunaha, siku mtaiona. Hasa mtaona siku hiyo kwa vipi? Mtaiona kwa mambo yatakayotokea. Ndio kuona kwa jicho lako, nilisikia siku hiyo, sasa ndio siku hii. Ina misukosuko ya ajabu, ya hatari. Tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, mama ananyonyesha mtoto, ikitokea tu anatupa mtoto, anakimbia, anasahau kama alikuwa ananyonyesha kitoto chake, jambo ambalo sio la kawaida. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha, na mwenye mimba inaponyoka, inamtoka, inaanguka chini.
wala hajui kama mimba yake imemtoka kwa uoga. Watara nnasa sukara wama hum bisukara, na utawaona watu wanatembea kama walevi. Sasa miguu haikazi, ardhi inacheza, watu wanazunguka, akili zinazunguka vizunguzungu, nani wawezeka. Wama hum bisukara, na wala hawakunywa wala si walevi, hawakulewa chochote. Lakini tatizo ni nini? Walakin adhabu Allahi shadid, isipokuwa adhabu kali iliyopatikana kutokana na zilzala ndio inawatisha. Tukimwomba Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe tumefahamu haya na yawe katika maisha yetu. Maneno haya matakatifu yabaki katika kumbukumbu zetu, na tuyatumie katika maisha yetu, katika familia zetu, ili watoto, ndugu na marafiki tuwapelekee nusra, tuwanusuru baada ya kujinusuru sisi wenyewe. Tukimwomba Allah tabaraka wa taala atupe mwisho mwema, atupe ilmu ya kutunufaisha duniani na akhera, na yote tunasema tusisahau waliotutangulia katika ndugu, wazazi na nini. Kila mara dua kuombea dua na kuwatolea sadaka. Allah waepushe na misukosuko ya siku hii na sisi pia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama kuna swali, karibuni dakika moja. Naam, naona hakuna swali. Huenda tumefahamu biidhnillahi tabaraka wa taala vizuri. Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الله tupokelee dua zetu na matendo yetu mema. Wewe ndiye mwenye kupokea dua za watu, wewe ndio msikivu wa dua zetu, na utusamehe. Wewe ndiye mwenye kusamehe, na wale waliotutangulia katika familia zetu huko akhera mbele yako huko, wasamehe makosa yao waliotenda kwa udhaifu wao, na wale ambao walitenda kwa jeuri, ya Rabbi wewe unajua utawatia wapi mwenyewe kwa nguvu zako na uwezo wako. Tunakuomba ututie katika nyoyo zetu uoga, na vile vile tuwe watiifu kwako, na vile vile kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena tuwe ni watu wenye nyoyo laini za kuogopa, ya arhamar rahimina. Utujalie tuwe tunasoma yote haya, tuyatie na tuyatekeleze katika maisha yetu, na vile vile tunusuru sisi na familia zetu na wazee wetu na ndugu zetu na rafiki zetu wema, wale ambao tunaoshirikiana nao katika mambo ya kheri. Turahisishie yaliyo duniani yote na utunusuru na yaliyo akhera. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ. مرحبا يا شيخ. شكرا شيخ.